Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Sheikh Hamisi Mataka, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bwana Nuh Jabir Mruma, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Kina Mama Bibi Shamim Khan, na makatibu wako na ujumbe mzima mzito wa kwako, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Wadhamini, mzee wangu Mzee Koba, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Dini Sheikh Muhammad Khamis. Kabla yako, juu yako kuna Sheikh Kizenga ambaye ilibidi nimtaje kabla ya wengine kwa sababu yeye ni mjumbe wa Baraza la Ulama na ni katibu wa Baraza la Ulama. Uniradhi kwa kukosea kidogo, ndio ukamilifu wa binadamu. Wajumbe kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni mwakilishi wa Mheshimiwa Mufti katika mkutano huu wa Halmashauri Kuu ya BAKWATA katika hafla ya ufunguzi wa mkutano huu. Na kwa kuwa ni mwakilishi, basi kwa taarifa yenu sina neno langu, bali ninawajibika kufikisha maneno ya yule aliyeniwakilisha kuja kwenu. Ameniambia niseme kwamba nyinyi wajumbe wa Halmashauri Kuu ni watu muhimu na ni chombo muhimu sana katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, na hasa katika kusimamia mambo mengi sana ya kiutendaji na ya kiuchumi na ya kimaendeleo kwa ujumla, ili Baraza Kuu la Waislamu Tanzania liwe kwa maana ya jina lake. Kwa hiyo amesema niwaambie kwamba nyinyi, niwakumbushe kwamba nyinyi watu muhimu sana. Kwa hiyo pia amenipa na mambo muhimu ya kusisitiza katika kikao chenu ambacho nyinyi sasa mnawajibika kuyakomalia hayo kwa lugha ya kienyeji huko mtaani, kukomaa nayo, lakini maana kuyakazania ili kuhakikisha hayo mambo yanakuwa. Kwanza kabisa ni kusimamia miradi ya kiuchumi, kwa sababu baraza ukweli liko chini sana kiuchumi. Pengine tunapitwa na taasisi ndogo sana ambazo hazina uwezo wa kufikia hata vumbi la kiatu cha baraza, lakini kiuchumi baraza liko chini. Sasa Mufti anasema tujaribu kusimamia suala la kiuchumi ili uchumi wa baraza uimarike, ili tuweze kufanya mambo yetu kwa uhuru, kwa sababu huwezi ukawa huru na ukafanya mambo yako kwa nafasi inayostahili ikiwa ni mtu tegemezi.
Hata mtoto anaponyonya kwa mama yake, mama akichoka, akijisikia usingizi, japo kuwa mtoto hajashiba, wakati mwingine mama anaamua kumtoa mtoto wake kwenye ziwa. Na kwa kuwa mtoto tegemezi kwa mama yake, anaishia kulia mpaka apate usingizi. Sasa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania sio mtoto wa kulia kwa sababu mama kachoka kutuachia kutunyonyesha. Tusimame dede, tutambalie, tushikilie viambaza, na hatimaye tusimame wenyewe kiuchumi. Jambo la pili, umoja na mshikamano. Umoja na mshikamano ni kitu muhimu sana kwa baraza na hasa kwa wajumbe wa halmashauri kuu, ili kufikia malengo tunayohitaji kuyafikia kiuchumi na kiutendaji katika baraza. Kama hakuna mshikamano baina yetu, itakuwa vigumu kufikia lolote. Nguo tulizovaa zinatustiri, zinatokana na nyuzi nyepesi laini, ikiwa moja moja zinakatika. Lakini kwa kuwa zimeshikamana, nguo ya mmoja wetu tukiamua kuichana hapa inakuwa ni ngumu, kwa sababu nyuzi zilizokuwa moja moja ni laini, unaweza kukata tu, lakini kwa kushikamana kwake sisi tumepata sitara, na anayetaka kuchana ni vigumu. Huyo ni muhimu sana watu kushikamana, ili lile lolote wanataka kulitekeleza na kulifanya kwa vyovyote vile litafanyika, na pengine badala lifanyike kwa gharama kubwa, itatupungukia gharama kwa sababu ya umoja na mshikamano. Huyo mshikamano ameuhimiza sana Mheshimiwa Mufti. Jambo la tatu, kupunguza migogoro. Na taabiri hii ya kupunguza, kwa sababu binadamu wakikaa pamoja hawaachi kuwa na migogoro, haiwezekani. Lakini kuna migogoro mingine si ya lazima na wala si ya kujenga, bali ni migogoro ya kubomoa na kukomoana. Sasa hii Mheshimiwa Mufti anasema tujaribu kuipunguza hii, kama si kuiondosha kabisa, ili tuweze kwenda mbele na yale ambayo tunakusudia kuyafanya katika baraza letu. Jambo la 4, kuandaa mipango ya maendeleo yenye kutekelezeka kuendana na mahala watu walipo, kwa sababu ukiwa katika mkoa maendeleo yake ni kilimo cha mpunga, basi BAKWATA ishughulike kuhakikisha ina ardhi kubwa ya kuweza kulima mpunga huko. Ikiwa BAKWATA iko katika eneo maendeleo ya kiuchumi huko ni madini, kwa mfano Geita na sehemu nyingine, basi BAKWATA lazima iwe na mkono huko katika shughuli za madini. Ikiwa kutoka katika eneo la uvuvi, pia BAKWATA iwe na mkono katika uvuvi. Ndio maana akasema kila pahala kulingana na mazingira ya mahala pale. Tukiwa Dar, japokuwa bahari ipo, lakini ni jiji la biashara. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunafanya biashara itakayotuletea kipato katika baraza letu, kwa sababu hapa Dar es Salaam huwezi kuanzisha kilimo hapa. Hakuna ardhi ya kulima hapa karibu. Hili jiji la biashara, jiji la viwanda. Hiyo ardhi yenyewe iliyokuwepo sasa inamezwa na viwanda. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba kila mmoja pale alipo anahakikisha kwamba anafanya
ubunifu wa kuhakikisha uchumi, maana finihaya ni kupata pesa. Pale zinapatikana kwa njia gani? Pale zinapatikana kwa njia gani? Zile njia ambazo zilizoenea nchi nzima kupatia pesa, na sisi lazima tuende nazo hizo. Ndio maana akasema kuandaa mipango ya maendeleo yenye kutekelezeka kuendana na mahala. Pia BAKWATA mikoani mpaka mjini hapa kuna mali, ina mali. Mheshimiwa anasema ifanyike juhudi ya maksudi kurasimisha ardhi zetu tulizo nazo, mali ya ardhi manake. Ardhi zetu nyingi bado hazijarasimishwa, kwa hiyo tuzirasimishe, paazimiwe na azimio hilo liingie kwenye utendaji, kuhakikisha ardhi za BAKWATA popote zilipo zinarasimishwa, zinakuwa rasmi, zinakuwa na title deed. Pia kuongeza, tusitosheke na ardhi tulizo nazo. Lazima kila mkoa, kila wilaya, kila kata tuhakikishe tuna ardhi mpya zaidi ya zile tulizo nazo. Pia namba 6 hiyo, kuacha tabia za kufukuzana ovyo. Huko kuna tabia za kufukuzana ovyo ovyo bila ya utaratibu na bila ya sababu za msingi. Kiongozi mtendaji mkubwa au mdogo anaweza akafukuzwa, lakini kuwe na sababu ya msingi inayoelezeka na inaingia akilini. Isiwe ovyo ovyo kwa chuki binafsi, kwa maoni binafsi yasiyofuata utaratibu. Mwingine anamwandikia mtu kumwachisha mtu kazi, na ili hali yeye hana mamlaka ya kumwachisha yeye peka yake, ilibidi akae na baraza lake huko, lakini anaandika barua hiyo kwa kusingizia tulikaa, kumbe hakukaa. Kwa kuwa mihuri iko ofisini kwake na mwandishi anaye anaandika tulikaa kadha wa kadha kadha, kwa hiyo tumeamua kumfukuza fulani, kumbe hapa kuwepo na kikao hicho, wala maamuzi hayo hayakupitia taratibu zinazostahili kupitiwa. Mufti anasema hili ikiwezekana likome, sio likiwezekana liwezekane hivyo likome. Maka mimi sitakiwi niwe transformer kupoza umeme uliokuja. Ule umeme ukija mwingine vile vile anasema hili liachwe moja kwa moja, sifanyi kazi ya transformer. Na ujue transformer kazi yake kupoza umeme ili unaokwenda majumbani uende kwa kiasi cha nyumba. Kiachiwa hivi hivi nyumba italipuka. Kwa hiyo mimi hilo silipozi, ni kwamba hili likome kabisa. Kusingiziana makosa na kufukuzana ovyo bila ya kufata utaratibu. Wakati mwingine sasa unampa nafasi mtu ende akafungue mashtaka nje huko na hivyo, halafu inaonekana kumbe wewe kiongozi mkubwa hukufata taratibu, na wewe ni mkubwa kweli kweli. Ikiwa shehe wa mkoa au mwenyekiti wa mkoa ni mtu mkubwa, halafu unafanya ovyo ovyo. Hiyo nasema hivi. Lakini kuna jambo la utii na kufata maelekezo yanayotolewa na kutoka ngazi ya juu kwenye baraza. Utii imekuwa kidogo tatizo. Inawezekana mufti huku na baraza yake la ulama limeamua na linasema linaagiza lifanyike kadha kadha kadha, nafika mtu kati hapo anapinga au anapindisha. Sasa kupindisha sio utii
na kupinga sio utii. Kinachotakiwa ni sam'an wa ta'a, mtu asikie na atii na atekeleze kama ilivyo alivyoamrishwa. Pia kuweka msisitizo ujenzi wa Darul Maarif. Tuna kitu kinaitwa Darul Maarif ambacho Mheshimiwa Mufti amekianzisha hapa makao makuu BAKWATA, na amekitaka kienee Tanzania. Hiki anakihimiza fanyike. Hilo nilikuwa ni sehemu ya kwanza ya maagizo ambayo Mheshimiwa Mufti ameniagiza nikufikishieni. Lakini kuna jambo lingine jipya hapa ambalo lina anwani ya taarifa kwa umma. Ofisi ya Mufti, taarifa kwa umma. Sasa umma wa kwanza unaostahili kusikia taarifa hiyo na kuipokea ni nyinyi wajumbe wa baraza la halmashauri kuu chini ya mwenyekiti wa halmashauri hii. Tume ya maboresho ya BAKWATA. Mufti anasema, kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa katiba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kipengele 88:17, naunda tume ya maboresho ya BAKWATA yenye wajumbe wafuatao. Kwa hiyo Mufti ameunda tume ya maboresho kwa ajili ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na wajumbe wake kama ifuatavyo. Namba 1 ni Sheikh Isa Uthman Isa, ndio mwenyekiti wa tume hiyo ya maboresho. BAKWATA itaboreshwa hivi ilivyo, haiko katika ubora. Maki ukiona kitu kinaboreshwa, maana yake hapa tulipo hatuko kwenye ubora. Kama kitumbua hakijawivya, kipinduliwe upande wa pili, kipate moto na mafuta, kichemke, kiive, kilike. Mwenyekiti Sheikh Isa Uthman Isa, ambaye ni mjumbe wa baraza la ulama. Wa pili, yani wajumbe sasa, katibu huyo Alhaji Umar Ege. Alhaji Umar Ege huyu ni katibu wa hiyo tume ya maboresho hiyo. Tatu, Alhaji Nuh Jabir Mruma, tuliyemzoea kuwa ni katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Sasa ana shati zuri jipya, ni mjumbe katika tume hiyo ya maboresho. Wa 4, Daudi Nasibu ni mjumbe. Wa 5, Idi Kamazima, mjumbe huyo. Wa 6, Muhammad Nyengi, mjumbe huyo. Wa 7, Alhaj Qasim Jizan. Hawa wajumbe kwa ujumla wao ndio wanaunda tume ya maboresho, ili Baraza Kuu la Waislamu Tanzania hatimaye, baada ya kufanyika kazi inayostahili katika tume hii, BAKWATA iboreke, iwe bora. Ikiwezekana watu wa TBS waje kupiga muhuri wao kwamba BAKWATA sasa si BAKWATA tu, si bora BAKWATA sasa ni BAKWATA bora. Kuna hadidu rejea
za kazi ya tume. Tume hii itafanya kazi kwa kufuata hadidu rejea zifuatazo. Moja, kuhakiki madeni ya BAKWATA na kushauri namna ya kuyalipa. BAKWATA ina madeni, na mtu akiwa na madeni hana uhuru hata kusafiri. Hata ukitaka kwenda hija, muage anayekudai kwanza akikwambia nenda ukahiji uende, kama kuruhusu bana nipe hela yangu kwanza alafu ukahiji, safari haipo. Kwa hiyo kuhakiki madeni na kutafuta namna gani ya kuyalipa. Pili ni hadidu rejezo, kufanya uchunguzi wa mali za BAKWATA ambazo zinamilikiwa na watu wengine kinyume na taratibu na kuchukua hatua za kutatua, maana kuzirudisha hiyo. Tatu, kufanya tathmini ya changamoto za mifumo ya utawala inayokabili BAKWATA na kushauri namna bora ya kufanya maboresho hayo katika utawala. Tunaomba kubwa na ovyo kubwa kweli katika utawala wetu. Na hii jamani, ni kheri kuwa tunajikosoa wenyewe kuliko kutokea mtu hata mtoto mdogo kutukosoa sisi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Hapana, bora tujikosoe wenyewe, tujirekebishe wenyewe, tufanye mambo yetu wenyewe, tutaidumisha heshima yetu. 4, uchunguzi wa mikoa au wilaya yenye migogoro mikubwa ya uongozi au mali na kuchukua hatua kuitatua. Kuna baadhi ya mikoa kweli kuna migogoro, na kuna baadhi ya wilaya hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna uchunguzi utafanyika, mkiwaona wakati huo msiwashangae, wamekuja kazini. 5, kuibua na kubuni vyanzo vipya vya mapato kwa BAKWATA. Nafikiri tume hii pia inakusaidieni watu wa halmashauri kuu, kwa sababu ni kazi yenu pia hiyo, na hiyo tume inasaidia. Sasa msije mkashangaa hapa hili letu, mmepewa na wamepewa. Kwa hiyo kinachotakiwa mbuzi afike na ng'ombe afike. 6, masuala mengine muhimu ambayo tume itaona yanafaa kufanyiwa kazi. Kwa hiyo tume imepewa na uhuru wa kutizama lingine lipi litaloweza kuleta maslahi ifanye, ili mradi tu watakuwa wanarudi kwa Mheshimiwa Mufti na kusema kwamba hilo waloliona ambalo kumbe nalo lilibidi liwemo katika nikati za kufanyiwa kazi. Waheshimiwa wajumbe, mimi baada ya haya, kazi yangu niliyoagizwa ni kufungua kikao hiki, na naomba niseme rasmi kwamba mkutano umefunguliwa. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.